Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi na mimi pia nina kila sababu ya kumshukuru Mungu, lakini pia kumshukuru baba yetu Askofu Daktari Ezekiel Yohana Mwenda kwa ajili ya nafasi hii kusimama mbele ya watakatifu wa Mungu mchana wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Nitatumia muda mchache sana, lakini kwa jinsi Bwana atakavyoniwezesha au kunijalia. Utakapokuwa unakaa sawasawa ukitarajia kwamba tunaendelea, ndipo tutakuwa tunamaliza. Fungua Biblia yako. Mtumishi wa Mungu amekwisha kuomba kwa ajili ya neno. Mchana wa leo tutakwenda kuangalia katika kile kitabu kitabu cha Samueli. Tutakwenda kuangalia kitabu cha Samueli. Kila nilipojaribu kukimbia kutaka kutafuta ujumbe mwingine, lakini nikaona narudishwa hapa. Mbona hili neno kila mtu analifahamu? Watu wengine hata kulisema kwa kichwa wanaweza Bwana. Nikarudishwa hapo hapo. Sasa sijajua, yumkini Bwana amekusudia kusema na watu ambao ni wewe na mimi mchana wa leo kupitia neno hili. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Samueli wa kwanza, nitasoma mstari wa kwanza na kuendelea. Sura ya kwanza, kitabu cha Samueli wa kwanza, sura ya kwanza, na naanza mstari wa kwanza mpaka pale chini kidogo. Palikuwa na mtu mmoja wa Rama, msufi wa nchi ya milima ya Efraimu, jina lake akiitwa Elikana, mwana wa Yerohamu, mwana wa Elihu, mwana wa Tohu, mwana wa Sufu, Mwefraimu. Naye alikuwa na wake wawili, jina lake mmoja aliitwa Hana na jina lake wa pili aliitwa Penina. Naye huyo Penina alikuwa na watoto, lakini Hana hakuwa na watoto. Na mtu huyo alikuwa akikwea kutoka mjini kwake mwaka kwa mwaka ili kuabudu na kumtolea Bwana wa majeshi dhabihu katika Shilo. Na wale wana wawili wa Eli, Hofni na Finehasi, makuhani wa Bwana, walikuwako huko. Hata siku ile ilipofika, Elikana alipotoa dhabihu, humpa mkewe Penina sehemu. Akawapa na watoto wake wote, waume kwa wake, sehemu zao. Lakini Hana humpa sehemu mara mbili, maana alimpenda Hana, ingawa Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Mstari wa 6. Ila mwenzake humchokoza sana, hata kumsikitisha, kwa sababu Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Tena mumewe akafanya hivyo mwaka kwa mwaka, hapo yule mwanamke alipokwea kwenda nyumbani kwa Bwana. Ndivyo yule alivyomchokoza. Basi kwa hiyo yeye akalia asile chakula. Elikana mumewe akamwambia, Hana, unalilia nini? Kwani huli chakula? Kwa nini moyo wako una huzuni? Je, mimi si bora kwako kuliko watoto 10? Ndipo Hana akainuka walipokwisha kula na kunywa huko Shilo. Naye Eli kuhani alikuwa akiketi kitini pake penye mwimo wa hekalu la Bwana. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake. Akamwomba Bwana, akalia sana. Akaweka nadhiri akasema, Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi
utakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautamfikiria kichwani kamwe. Ikawa hapo alipodumu kuomba mbele za Bwana, Eli akamwangalia kinywa chake. Basi Hana alikuwa akinena moyoni mwake, midomo yake tu ilionekana kama anena, sauti yake isisikiwe. Kwa hiyo huyo Eli alimdhania kuwa amelewa. Ndipo Eli akamwambia, je, utakuwa mlevi hata lini? Achilia mbali divai yako. Hana akajibu akasema, hasha bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni. Mimi sikunywa divai wala kileo, ila nimeimimina roho yangu mbele za Bwana. Usimdhanie mjakazi wako kuwa ni mwanamke asiyefaa kitu, kwa kuwa katika wingi wa kuugua kwangu na kusikitika kwangu ndivyo nilivyo nena hata sasa. Ndipo Eli akajibu akasema, enenda kwa amani, na Mungu wa Israeli akujalie haja yako uliyomwomba. Naye akasema, mjakazi wako na aone kibali machoni pako. Basi huyo mwanamke akaenda zake, naye akala chakula, wala uso wake haukunjamana tena. Wakaondoka asubuhi na mapema, wakasali mbele za Bwana, kisha wakarejea na kufika nyumbani kwao huko Rama. Elikana akamjua mkewe Hana, naye Bwana akamkumbuka. Ikawa wakati ulipowadia, Hana akachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, akamwita jina lake Samueli, akisema kwa kuwa nimemwomba Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Simulizi hii si ngeni masikioni mwetu, lakini mchana wa leo imempendeza Mungu mimi na wewe tushirikishane kuangalia kisa hiki cha huyu mtumishi wa Mungu, yale yaliyomsibu pamoja na watu wa nyumbani mwake. Kabla ya kuendelea, tumalizie na andiko lingine, japo yako maandiko mengi, lakini haya mengine nitakusomea tu. Unaweza ukayaandika halafu utayasoma wakati mwingine nyumbani utakapokuwa umepata nafasi ukitafakari maandiko haya. Tuangalie katika kile kitabu cha Luka 18. Luka 18 na mstari wa kwanza. Luka 18 mstari wa kwanza, Biblia inasema, akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Kama utapenda kuandika kichwa cha habari, mimi nimeandika tafuta uso wa Mungu. Kama na wewe utaona ni vizuri kuwa na kichwa cha habari chako kingine utakachokikumbuka kwa urahisi, kiandike. Lakini mimi binafsi niliandika tafuta uso wa Bwana au tafuta uso wa Mungu. Kutafuta uso wa Mungu. Kanisa kuutafuta uso wa Mungu. Lakini nilipokuwa nimeketi nikawa natafuta. Nikawa naangalia tu maana nyepesi na rahisi ya kutafuta. Siamini kama kuna mtu humu ndani anaweza akashindwa kuelewa maana ya neno tafuta. Mimi naamini sote tunaweza. Kila mtu atakayeinuliwa akielezwa hivi tafuta lina maana gani, anaweza akaeleza. Ingawaje anaweza kueleza kwa lugha inayotofautiana au kwa mpangilio wa maneno unaotofautiana,
lakini maana ikawa ile ile. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja, ninaamini kwa sababu ni neno ambalo tunalitumia kila siku. Wakina mama wanalitumia, wakina baba wanalitumia, vijana na mabinti na kila mmoja, hata watoto. Mama anaita, we nani, kimbia hapo ndani kachukue. Mama sio, hebu tafuta hapo kwenye nani. Mtoto anatafuta, hujaona bado? Wewe, nimeona mama, nimekiona kisu, na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo neno tafuta ni tendo la kuangalia huku na kule kwa ajili ya kupata kitu unachokihitaji. Yaani kile kitendo cha kuangalia huku na kule. Ni tendo la kuangalia huku na kule kwa ajili ya kupata kitu unachokihitaji, ambacho aidha hujui kilipo, lakini wakati mwingine kile kitu kinaweza kuwa kimefichwa. Watu wengine huwa wanaficha vitu vya watu. Mwenye kitu anapoanza kukitafuta, anapokihitaji, hakioni au anakikosa, inambidi aanze kukitafuta. Lugha, bahati mbaya, lugha yetu ya Kiswahili ina upungufu wa maneno. Tafuta inabaki hivyo hivyo kama kutafuta tu. Lakini kuna baadhi ya lugha nyingine zina maneno mengi kwenye hiyo hiyo. Kwa mfano, lugha ya Kiingereza ina zaidi ya neno moja kwenye kutafuta. Wale walimu, naomba mtanisaidia. Anaweza kusema kusearch, ambalo neno hilo limeweza kuwekwa, limetumika, lilikuja kuchukuliwa kama neno la Kiswahili. Hujamsikia mtu anasema walikuja polisi kusearch, walikuja kumsearch nyumbani kwake, lakini lilitokana na neno search, neno la Kiingereza. Lakini kuna look for, ni neno la Kiingereza lakini maana hiyo hiyo. Kuna kufind, ni huko kutafuta, lakini pia inategemeana unalitumia neno hilo, unalitumia namna gani katika sentensi, lakini bado lina maana hii ya kutafuta. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa kichwa chetu cha habari hiki cha leo, tutasema Kiswahili kutafuta, lakini kama ingekuwa nikisema tungeliweka kwenye lugha ya Kiingereza. Kuna mtu ana Biblia ya Kiingereza hapa katikati yetu? Yuko mtu? Unayo? Hebu naomba unisomee kwenye kitabu cha Matthew 6:33. Mathayo 6:33 kwenye lugha kwenye mstari wa 6, sura ya 6 mstari wa 33. Naomba unisomee tafadhali. Anasema, but seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you. Asante. But seek you first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Tafuteni kwanza, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki,
Mbona msemi mnauma jamani? Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Nilikuwa nikitaka kuonyesha jinsi ambavyo kwenye lugha yetu ya Kiswahili tuna baadhi ya upungufu wa maneno, lakini wenzetu wanayo maneno mengi. Inategemeana unalitumiaje katika sentensi yako. Bwana Yesu asifiwe. Tumekusha kuona, tumesoma habari hiyo, tumemwona huyu baba Elikana, tumewaona wake zake wawili, tumeona watoto wake, tumemwona na mtumishi wa Mungu Eli kuhani. Mama alikuwa muhitaji. Mambo yaliyomsumbua mama huyu, yaliyomtesa, yaliyoumiza moyo wake, yalikuwa yako kadhaa. Yawezekana mambo haya hata wewe yanakuumiza, kama si kwa namna moja, kwa namna nyingine. Shida ya mwanamke huyu ya kutopata mtoto ilikuwa ni ya muda mrefu. Nasema ilikuwa ya muda mrefu kwa sababu unaposoma ule mstari wa 7, tena mumewe akafanya hivyo mwaka kwa mwaka, hapo yule mwanamke alipokwea kwenda nyumbani kwa Bwana. Kumbe huyu baba ilikuwa kila mwaka anapanda kwenda huko Shilo, na alipokuwa anapanda kwenda kule alikuwa anaongozana na familia yake. Na alikuwa anafanya hivyo. Unapoyasoma maandiko unaona alikuwa anafanya hivyo kila mwaka. Lakini mama huyu alikuwa na jambo lingine lilokuwa linautesa na kuumiza moyo wake, uchokozi kutoka kwa mke mwenzie. Huyu alikuwa ni, Biblia inasema huyu bwana alikuwa na wake wawili, si ndio? Na nilipokuwa nikisoma, sijui, hebu jaribu na mwenzangu ukipata muda mzuri soma. Lakini ninapoisoma mimi Biblia hii nilielewa kama ifuatavyo. Naye alikuwa na mstari wa 2, naye alikuwa na wake wawili, jina lake mmoja aliitwa Hana na jina wa pili aliitwa Penina. Nikaanza kufikiri kwamba inawezekana huyu Hana ndio alikuwa bi mkubwa na huyu mwingine alikuwa ni bi mdogo. Sababu iliyonipelekea kusema labda yawezekana kwa sababu ya kutokuzaa kwake huyu bwana ndio maana akafika hatua ya kuchukua na mwanamke mwingine ili kwamba yumkini huyu anizalie. Sina uthibitisho wa 100%, lakini nilipokuwa nikiyasoma maandiko nimekaa nikafikiria, Hana wa kwanza, wa pili huyu Penina. Obviously inawezekana Hana alikuwa mke wa kwanza. Baada ya kutokuzaa akasema nimchukue huyu mwingine wa pili, labda atanizalia. Na kweli Biblia inasema akamzalia vijana wa kiume na wa kike. Kwa hiyo tunamuona Hana, taabu yake nyingine ni uchokozi kutoka kwa mke mwenzie, wa kushinda kusemwa na kutukanwa.
Wakina mama watakubaliana na mimi, kama kuna kitu kinaumiza ambacho nyumba nyingi zimebomoka na kupasuka, ni mama kutokuwa na mtoto. Yamezungumzwa matusi, yametamkwa matusi mabaya, hayafai, kisa kutokuwa na mtoto. Lakini tunapooana huwa sio sawa. Hata kama sisi basi angenipa tu hata heshima. Tusi hili kwa huyu mwanamke lilikuwa la kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huyu Hana, yawezekana matatizo haya hayakuwa tu kwenye familia, kwenye nyumba yake kwa mumewe na yule mke mwenzie, lakini yanaweza kuwa yalipelekea mpaka kwa watu wengine. Aidha wakamsema vibaya au wakamfikiria pia vibaya. Kwa nini ninasema hivyo? Tuangalie mstari wa 14. Ndipo Eli akamwambia, je, utakuwa mlevi hata lini? Achilia mbali divai yako. Huyu sio mtu wa familia ya ndani ya nyumba ya nani? Ya Elikana. Lakini anamtazama mwanamke, anasema, huu umekuja umelewa nini hapa? Nini unavyovizungumza? Asijue mwanamke huyu yuko katika uchungu na maumivu makali, ameumimina moyo wake kwa Bwana, anasema yale anayoyajua yeye. Wakati mmoja nilikuwa mahala nikazungumza, nikasema kuna wako wakina mama, sijui sasa hivi naona tunastaarabika kidogo, lakini walikuweko wakina mama siku zile za zamani, tukikuwa tuliwaona. Wale wakina mama anaweza kuwa amefiwa yule mama, na katika kufiwa kwake pengine amefiwa na mtoto ambaye ndio alikuwa tegemeo, na yumkini pengine ndio alikuwa huyo. Ulikuwa ukimkuta yule mama akilia, in fact ni kulia, lakini sasa kuna hama kutoka kwenye kulia kuna kwenda kwenye kusema. Yaani analia kwa mtindo wa kusema. Unajua ukisikiliza hata wewe machozi yataanza kukutoka. Kafunga nguo yake imeishia hapa, manyonyo haya yako nje. Anapokazunguka nyuma ya ukuta wa nyumba, akianza kusema yale maneno, ni maneno mazito, yamebeba ujumbe mzito. Ukimsikiliza hata wewe utalia. Ni uchungu aliokuwa nao. Sasa shida aliyokuwa nayo mama huyu inampelekea hata watu wengine kumuhisi vibaya. Sasa tunaanza kuwaona watu wanaomfikiria mama huyu kaleo. Bwana Yesu asifiwe. Nilipokuwa nikisoma maandiko haya ya huyu mwanaume, mstari wa 8 anasema, Elikana mumewe akamwambia, Hana, unalilia nini? Kwani uli chakula? Kwa nini moyo wako una huzuni? Je, mimi si bora kwako kuliko watoto 10? Hapa ameiandika, lakini mimi na wewe hatukuweko wakati huyu mwanaume akizungumza. Hatuwezi kujua alizungumza kwa lugha gani, ya upole au ya ukali. Ngoja nijaribu kusema kama unaweza ukapata picha, ili twende pamoja. Nasoma ule mstari wa 8. Nitasoma kwa lugha mbili. Mstari wa 8, Elikana mumewe akamwambia, Hana, unalilia nini?
Kwani uli chakula? Kwani moyo wako una huzuni? Je, mimi sio bora kwako kuliko watoto 10? Lugha ya kwanza au matamshi ya awali. Lakini pia nisome tena kwa lugha nyingine, kwa namna nyingine. Elikana mumewe akamwambia, Hana, unalilia nini? Kwani uli chakula? Kwa nini moyo wako una huzuni? Je, mimi si bora kwako kuliko watoto 10? Inategemeana wakati akitamka alitamka kwa matamshi ya namna gani, ya ukali, ya kukemea. Hata kama aliuliza, lakini aliuliza kwa namna gani? Lakini ninapoiangalia Biblia, mimi naamini aliuliza kwa upole. Kwa nini? Kwa sababu moja, alikuwa anampenda, lakini pia pili, unapomaliza mstari ule anasema mstari wa 9, ndipo Hana akainuka walipokwisha kula na kunywa huko Shilo. Kwa hiyo walipokwisha kula na kunywa, inaanza kunithibitishia kwamba yawezekana huyu baba kwa sababu ya shida ya mkewe na kwa sababu alimpenda, alimuuliza kwa lugha ya upole mpaka mama akakubali mkini hata kula chakula. Bwana Yesu asifiwe. Kama kanisa tunajifunza nini? Kama kanisa kwa kisa hiki cha nyumba hii tunajifunza nini? Kung'ang'ania kwa Yesu. Kijana mmoja afungue Warumi 8:35 anisomea. Warumi 8:35. Tuone nini tunaweza tukajifunza hapo. Haleluya. Ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Nani? Pamoja na hali aliyokuwa nayo huyu mwanamke ya kushinda anasemwa mchana kutwa nzima, lakini mwanamke alimng'ang'ania. Aling'ang'ania kwa Bwana. Kila mwaka tumesoma pale, Biblia inasema huyu bwana Elikana alipokuwa anakwenda mwaka kwa mwaka, anatoa fedha, anampa bibi mdogo na watoto wake na kadhalika. Huyu alimpenda. Inawezekana alikuwa anamuonea huruma, akampa share 2, akamuongezea. Lakini kila mwaka wanapokwenda, mama hajachoka, yuko mgongoni, na mtukanaji naye yupo. Na tumalizia tu fedha zetu mundani, unakaa unanajibu, unaona maneno yao mabaya wao wanayasema, unakula tu mundani, unafanya vitu gani nini. Utadhani baba yao mmoja. Hawa watu wanaowatukana watu wasio na watoto, yawezekana pengine si kwa mke mwenzie wako, hata wakina mama wa mama wakwe. Tukana mtoto wa watu toka asubuhi mpaka jioni. Kuna kisa kimoja kilitokea kwenye nyumba ambayo ilipatwa janga la namna hiyo. Maana wanaoangaliwa siku zote ni wanani? Wakina mama. Alitukana sana yule binti, alitukana sana wakina wifu na wifu.
They are not good people sometimes. Nyinyi kama wakina wifi mpo, nyinyi ni watumishi wa Mungu, mnakwenda mbinguni. Pigeni gia ya Rivers, anzeni fikirieni upya. Kina wifi wa kina mama mkwe, tukana binti wa watu. Hatimaye mwisho binti akasema, asanteni na shukuru, inatosha, ngoja niwaachie nyumba yenu. Binti wa watu wakaondoka. Alipokwenda huko akampata mtu mwingine. Yule mtu akasema, nimekupenda. Wakachukua taratibu za kufunga ndoa, wakafunga ndoa. Ndani ya miezi michache binti mjamzito, baadaye akakaa binti akajifungua. Wakina wifu kuamini macho yao. Binti akajifungua mtoto, na yule ndugu yetu kule akaendelea kubaki vile, akaoa mama mwingine, kukawa hakuna kitu. Kumbe huyu waliokuwa wanamsemea walikuwa wanamsemea mabaya. Hakuwa yeye ana tatizo hilo. Tatizo lilikuwa upande mwingine. Wakapata aibu, wakashindwa namna kuzificha sura zao. Aibu ikawa ni ya nyumba nzima ile, kwa sababu mama na watoto zake na familia kwa ujumla ilimwataki yule binti, walimshambulia yule binti. Kumbe binti alikuwa hakuwa na tatizo. Tatizo lilikuwa kwa kijana wao. Lakini na watumishi wa Mungu leo na sisi tunaingia huko. Nyinyi wakina mama wakwe nyinyi, na nyinyi mnaingia huko. Waacheni hawa watu. Kama wao walikuja mbele za Mungu wakakubaliana, wakasema tutaishi pamoja kwa raha na taabu. Taabu mnadhani walizoambiwa waseme na taabu, ndiyo na taabu ilikuwa ipi? Na shida ipi? Na mateso yapi? Na kwenda kuingilia hayo. Anamtesa mtoto wetu. Tulikuta anaosha vyombo. Kwani kuosha vyombo shida? Kama mwenzangu amekaa pale amempakata katoto, mara kanamsumbua, kama yailishia nguo sijui, kanafanya nini, kanageukia, mimi nisiende kugeuza maharage nyama iungue kwa sababu ya kuambiwa tulimkuta atageuza nyama. Wacheni. Hawa watu walipendana wenyewe. Ukisoma maandiko anasema nitafanyaje? Nitampatia msaidizi. Mwanamke alikuwa ni msaidizi. Wewe ndio mwenye shughuli. Huyu amekuja tu kukusaidia. Huu utaratibu wa kuanza kugawana hiki na hiki ni wa kwetu tumejiwekea, lakini ni actual fact. Mwanamke alikuja kama msaidizi. Sasa msaidizi unamwachia vitu vyote afanye sasa yeye. Unajua watu wakina baba sisi ingesonge ugali. Kwanza ukoo utakushangaa. Watakushangaa, watakutenga. Lakini jamani, hebu tufikiri. Hebu tufikiri. Unajua haya maisha, mtu mmoja alisema alikuwa na mwenzi wa maisha yake, wakaishi, walikuwa navutana kidogo na hapa na pale na kadhalika, lakini bahati mbaya mmoja akawa ametwaliwa, ametangulia, akaja akampata mwingine. Unajua wakati mwingine iko hivi, huyu ambaye Bwana alikupa mpende, mheshimu. Ikitokea bahati mbaya basi inakuwa imetokea, lakini huyu aliyekupa Bwana mpende, mheshimu, mtunze, ni wa thamani. Alikuja akapata mwingine. Huyu bwana alikuwa na nafasi nzuri sana sana, alikuwa na uwezo mkubwa, lakini mtu alikuwa anashinda nalia kila siku, kwa sababu alikotoka hakuwa hayo, hayakuwepo. Kweli walikuwa wanakula ugali kao na bamia, lakini gubu ile sijui wewe ilikwenda ikakuwa nayo. Kwa hiyo nyama ziko pale, lakini kila kana lia tu. Unalilia nini na nyama zimekaa hapo, lakini hazina raha, hazina utamu. Toka asubuhi mpaka jioni ni kusemwa. Anaona ya nini? Si bwana ni kweli baki kwenye bamia zako. Yule bwana yule. Basi, lakini ndio hivyo. Tutoke huko. Tutoke huko. Ng'ang'ania kwa Yesu. Mwanamke huyu alimng'ang'ania Yesu.
Mwanamke huyu hakuacha kwenda mbele za Bwana kila kunapoitwa leo. Alimlilia, lakini kwa kuamini kwamba huyu Mungu ninayemwamini ni Mungu mwenye nguvu, ni Mungu anayeweza. Ni sawa sawa na Mungu uliyemwamini wewe. Wakati mwingine umejidharau, umeona kama Mungu hawezi. Nitakwambia kwa nini unaona kama Mungu hawezi. Yawezekana hujafanyiwa, unaona kwa nini Mungu, inawezekana sasa huyu Mungu nguvu zake zimepungua, uwezo wake umeshuka, mbona hajafanya toka wakati ule mpaka sasa? Nitakwambia sababu kwa nini Mungu hajafanya. Bwana Yesu asifiwe. Nitakwambia kwa nini Mungu hajafanya. Shida yetu wakati mwingine inaweza kuchukua muda mrefu, kama ambavyo ilikuwa kwa huyu mwanamke, mwaka kwa mwaka. Wakati mwingine shida yako inaweza kuchukua muda mrefu, lakini sio kwamba Mungu hafanyi. Mungu anafanya. Inaweza kuchukua muda mrefu, lakini hutakiwi ukate tamaa. Hana hakukata tamaa. Wewe mbona unakata tamaa katika mambo yako? Hata mwaka hujamalizika unakata tamaa. Kama ni hivi, unaanza kufikiri vitu vingine, au nirudi nilikotoka, nirudi Misri, nirudi kwa wale waganga wa kienyeji, lakini kule hapana, niende kwa hao manabii hapa jirani hapa. Mbona na wenyewe wanafungua Biblia, na wenyewe wanatumia Biblia, wanasoma Biblia. Sawa, wanasoma Biblia, na tunauziana na maji yanaponya. Simple technology. Watu wameamua kufanya biashara, wengine ni biashara, ukiangalia nyingine ni biashara. Sababu hatuambiwi kama Yesu sasa anaponya, tunaambiwa sasa mafuta yanaponya, chumvi sasa inaponya, keki sasa zina. Huyu Sengome kafungua kaduka tu hapo, sisi tunapojenga ngetuomba tu hapo tutengeneze kachumba, aweke chumvi na biskuti na maji auze. Lakini kaona wateja watakaopita hapa, atashindana na wale wenye duka pale mbele. Maana na wale wanauza maji, na wale wanauza mafuta, na wale wana chumvi. Sasa bora aje hapa ndani ya nyumba ya Mungu akwambie habari za chumvi. Sio Yesu anaponya, hata kwambia habari, chukua chumvi, kunywa haya mafuta, kunywa haya maji, na bei yake ya maji chupa moja $100,000. 100,000, $100,000 chupa ya maji, na wewe unakunywa kwa sababu unaamini. Kanisa tunaweza kujifunza kitu kingine kwa huyu mwanamke. Hana kutokukatishwa tamaa na wale wanaotuzunguka. Hana kukatishwa tamaa. Pamoja na huyu alimsema kila wakati, kila siku, lakini Hana bado hakukata tamaa. Aliendelea kumng'ang'ania Mungu aliyemwamini, lakini hakukatishwa tamaa. Hakukatishwa tamaa na mazungumzo yake, kwa sababu huyu aliyekuwa anamkatisha tamaa alikuwa hajui uchungu wa Hana. Hakujua msiba wa Hana, hakujua msiba wake, hakujua tabu anayoipitia, wala hakujua maumivu ya Hana. Zaburi 91 inasemaje? Zaburi 91 mstari wa 14. Zaburi 91 mstari wa 14 inasemaje? Kwa kuwa amekaza kunipenda, nitamwokoa na kumweka palipo juu. Kwa kuwa amekaza kunipenda, nitamwokoa na kumweka palipo juu. Kwa kuwa amekaza kunipenda.
Hana hakukatishwa tamaa, aliendelea kumwangalia yule aliyemwamini. Alimpenda Mungu, akaendelea kumwamini kwamba iko siku Bwana atafanya. Maana Bwana hachelewi, hawai wala hakawi. Utafika muda atakwenda kufanya. Hilo ndilo aliloniamini Hana katika maisha yake. Sijui wewe unaamini nini? Lakini Hana aliamini kabisa katika moyo wake. Akasema Bwana atakwenda kufanya. Wakati gani yeye ajua? That much Hana she understand. Hicho ndicho alichokijua. Hicho ndicho alichokiamini. Lakini tumekaa leo mpaka saa hizi, umri sasa unakwenda na mwaka wa 36, au niende tu nikajitafutie huko mtoto, alafu nikipata nitarudi kanisani. Si nitawaambia tu hao wazee nimekuja. Mungu amekuwa ni rahisi kiasi hicho kwamba miaka yangu sasa, binti imekuwa na miaka 36. Kwa nini nisiende? Halafu nitarudi, nitakuja kuambia. Don't do it. Usifanye. Binti, kama upo usifanye. Kama upo binti, usifanye. Acha. Kama upo una wazo hilo, usifanye. Wache miaka iende. Tulikaa humu ndani, tulikuwa tuna mabinti walikuweko. Wengine mpaka nadhani wengine wali approach karibu miaka 40. Tulikuwa nao, lakini walisimama vizuri kuliko. Nilikaa na binti moja, wale watu humu ndani wa kanisa hili wanajua. Niliishi na binti moja nyumbani kwangu. Yule binti, he was excellent. She was excellent. Mchungaji, kwa maisha tulioishi naye zaidi ya miaka 10, sikuwahi kuona kijana ameingia kwenye ule mlango wala kugonga. Binti alijitunza kwa uaminifu mkubwa. I like that lady. Miaka zaidi ya 10 aliyoishi nyumbani kwangu, sikumuona kijana hata siku moja. Na bahati mbaya, dirisha langu la kulala lilikuwa linautazama mlango wa kuingilia kwake. Maisha yangu yote sikuwahi kumuona kijana. Na kama alikuja mtu, alikuja sio chini ya vijana 2 au 3. Na walikuwa wakija hata na mlango anaufungua kama ulivyokuwa mlango ule kule, unaachwa wazi wote. Watazungumza kama ni chakula kitaliwa pale, wanamshukuru Mungu, wanatoka wanaendelea kwenye shughuli zao. Lakini Mungu akaja akamheshimisha. Watu wa kanisa hili wanamjua. Mungu akaja akampa mtumishi. Unasema mimi na miaka 34, 35. Nani aliyekwambia mbinguni kuna kuolewa? Wakati mwingine Mungu anakuepusha na mabalaa tu. Unajua Mungu ana njia nyingi, huwezi ukajua. Yuko mtu alimtaka kijana, binti akang'ang'ania, akaweka force. Alipokuja kijana ataeleweki, akamng'ang'ania kijana, na kuambia ilikuwa ngumu. Nilikuwa miongoni mwa watu waliotumwa kwenda kutoa posa. Nilipokwenda kule nilishangaa. Nilifika pale nikakuta yuko mama mtu peke yake, hakuna mtu. Mama anaambiwa chukua. Mambo yanakaaje? Lakini ilikuwa vurugu, ikaja ikafungwa ndoa. Ikatokea mara imekwenda, kijana kafariki, binti kaachiwa ukimwi naye kafa. Ilikuwa ni vurugu kwa macho, sio kwa kusimuliwa, kwa kwenda mwenyewe mpaka Makete. Wewe ambaye hujazunguka huko nyuma, ukiambiwa huko nyuma kubaya, usiende, hujafika. Waliofika, waliotoka huko watakwambia. Humu ndani kuna wengine hawajapita huko nyuma. Nikuuliza kuna nini huko, huwezi ukaniambia. Lakini mimi nimetoka huko, nitakwambia huko. Wakati nakuja nimezikuta bajaji 3 zimepakiwa hapo. Wewe ambaye hujafika huwezi kujua. Kwa hiyo unapowaambia nyamaza, tulia, wacha kung'ang'ania hayo, wakati mwingine Mungu amefanya kwa makusudi yaliyo mema. Lakini unaona mimi pengine
Bwana anakupenda. Shukuru Mungu hata katika songa mbele. Hizi tamaa wakati mwingine za mwili zimetuua, zimetufikisha pabaya. Tutashindwa hata kuingia kwenda kuona ufalme wa Mungu kwa sababu ya haya mambo ya kupita. Paulo alizungumza akasema, kama mnaweza kuwa kama mimi, okay, it's well and good. Shida iko wapi? Unajua sehemu kubwa nitakwambia, hao madaktari watatusaidia. Kuna madaktari wanaweza kusaidia. Mwili unapokaa idle, unapokaa bila shughuli yoyote, umerelax, mwili utakutuma uanze kufanya mambo mengine. Au kuna mtu mmoja na sijui mzee alizungumza akasema, utakapokosa kujishughulisha, shetani atakuja kukushughulisha. Lakini ukiwa busy kila wakati, umefanya hiki, umetingwa. Kuna watu wanakuwa busy, yani kiasi kwamba hata muda jamani, hivi ni saa 5, yule mtu amechoka, amelala. Mwaka 82 nilikuwa JKT Mafinga. Nikiwa pale, siku nilipofika, nilitoka hapa Iringa na kwenda JKT Mafinga kwenda kuripoti. Nilipofika nikafikia pale Mafinga mjini. Pale palikuwa pana rafiki zangu ambao tuliwahi kuishi nao hapa Iringa. Walikuwa wachezaji wenzangu wa mpira. Nilipofika nilikuwa nikiitwa, wakiniita Sabato. Bwana Sabato. Huyu nani anayeniita mimi Sabato? Nikageuka. Bwana fulani. Mazungumzo baadaye twende kwenye chipsi, tukapata chipsi pale na vitu vingine. Baadaye vipi nakwenda kuripoti? Basi tule kwanza twende. Nilipomaliza kula tunapandisha, tunakwenda kambini. Tulipoingia mle ndani, tunakaribia ofisi, sijui wanaita mahanga yale wanaolala wa askari. Tukasikia sauti inauliza, ninyi mnakuja kuripoti? Wale wenzangu waliposikia wakaondoka, wakaniacha mwenyewe. Nikasema ndiyo. Nikaenda nikaripoti, wakaniandikisha kila kitu. Saa 12 wenzangu waliokuwa wamekwenda shambani wakaja. Kapangwa foleni kwenda kwenye chakula. Kipindi kile ndio tumetoka kwenye vita mwaka 79, kwa hiyo miaka kadhaa inayofuata kulikuwa kuna shida. Mwalimu Nyerere alituambia tufunge mikanda. Kwa hiyo hata chakula kilichokuwa kinaliwa pale JKT kilikuwa hakina chumvi. Kama uji hauna sukari, kama nini. Kwa hiyo ile jioni nimekwenda kupanga foleni, nikapewa ule ugali na maharage yamechanganywa na mchicha, lakini hauna chumvi. Nilipogusa tonge la kwanza kwa sababu nimetoka kula chips mjini, sikuona thamani yake. Waliokuwa jirani pale nikamwambia chukua chakula. Wakapokea haraka wakagawa na pale, wakaona huyu mtu mzuri sana. Siku ya pili yake asubuhi natakiwa kwenda shambani saa 11 alfajiri. Tumerudi majira ya saa 12. Nimechoka kuliko. Kumbuka ninapokwenda JKT, mimi ninapokwenda kusoma nilitokea kazini. Kwa hiyo nilikuwa nikipata fedha, saa 4 nakunywa chai na keki kidogo au kitu yai au na kadhalika. Kula kwangu ilikuwa siwezi kushinda na njaa, kwa sababu hata Yesu nilikuwa simjui. Kwa hiyo mimi kula ilikuwa ni kwa kwenda mbele. Sasa toka asubuhi mpaka saa 12 sijala chakula, iliuma sana. Tuliporudi kwenye mstari tumepanga, tukapokea chakula. Wale watu wa jana wakawa wanakuwa jirani na mimi, kujua huyu jamaa hali sana huyu. Kwa hiyo wakawa jirani na mimi. Nilipo njaa natetemeka. Kazi, kuna shamba pale Mafinga waliopita wanafahamu. Kuna shamba pale linaitwa Dunia. Yaani ukitazama hivi huoni mwisho wake. Nimepewa chakula, nilipokaa nilikula ule ugali, nimekuja kugundua kwamba mboga haina chumvi, nimemaliza. Na wale waliokuwa wanategemea kutoka kwangu kila wakinitazama usoni, mimi hata usoni siwaoni, kwa sababu mimi macho yangu yameangalia kwenye chombo ninachotumia. Kwa hiyo ugali nikawa nimeumaliza. Na waliokuwa wanataraji kupata chochote hawakuweza kupata. Bwana Yesu asifiwe. Njaa sio nzuri, njaa mbaya. Kwa hiyo tunamuona ndugu yetu Hana hakukatishwa tamaa na wale waliomzunguka, kwa sababu hawakujua msiba wa Hana aliyokuwa nao. Hawakujua taabu wala maumivu aliyokuwa nayo. Lakini pia tunaweza tukajifunza kitu kwa huyu mwanamke. Mwanamke huyu alikuwa ni mwaminifu. Yawezekana Bwana alitaka kuangalia uaminifu wake.
Sasa Bwana anaposubiri uaminifu wa kuone, wewe siku mbili umeshatoka, umeshakwenda. Mwanamke huyu alikuwa sio wa kulipa kisasi. Nikisoma hapa sioni andiko linalosema aligeuka labda siku ya pili akamrudia mwenzie, akaanza vijembe. Maana wakina mama kwa vijembe, angeanza yako wapi waliosema sijui na kadhalika. Huyu mtumishi wa Mungu hakuthubutu, alinyamaza kimya, aliendelea na mambo yake. Lakini wewe umewajibu wangapi baada ya mambo yalipobadilika? Si mlisema tuwezi kujenga? Mmeona sasa? Kale kanani kaliko nani? Si mmeona? Ni namna gani bwana? Mwanamke huyu hakuzungumza kitu. Hakuwa na muda huo. Fanya, endelea na mambo yako. Usichelewe. Mungu awabariki. Mwanamke huyu alitimiza nadhiri yake. Alitimiza nadhiri yake aliyoitoa kwa Bwana. Soma Zaburi 116 mstari wa 14. Tumeusoma? Zaburi 116 na mstari wa 4. Inasemaje? Zaburi 116 mstari wa 14. Nitaziondoa nadhiri zangu kwa Bwana, naam, mbele ya watu wake wote. Nitaziondoa nadhiri zangu. Mwanamke huyu alisema, akasema, Bwana utakaponifanikisha, hakika ukanipa huyo kijana, mimi nitamrudisha nyumbani mwako. Jamani, unakaa unasema hivyo, sasa hivi kweli hata kwa kujitahidi huku kuna watu tutakanao jirani pale? Mimi nilitegemea huyu mama ndio wakati sasa wa kumvalisha visuruali vizuri, amkamate mkono, atembee naye mitaani. Si mnaona mlisema siwezi kuwa na kijana, siwezi kuzaa, nimezaa kaangalieni katoto kazuri keupe, kamenenepa, kamependeza na kadhalika. Hakufanya hivyo. Alipokumbuka taabu na mateso yake, alipokumbuka uchungu ule, alimkumbuka Bwana. Alimkumbuka Bwana. Akasema, wewe Mungu, wewe, mimi ambaye sikujua, hawa nilitukanwa matusi ya kila rangi kwenye dunia hii, Mungu umetenda. Mungu chukua. Mungu chukua. Chukua. Chukua, 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 chukua Mungu. Kamwambia Mungu chukua. Mungu chukua. Mbona umefanya wema? Mbona umefanya mambo mazuri? Mbona umefanya mambo ya ajabu, mambo ya kutisha? Moyo, akili zangu kama mwanadamu sikufaa, sikujua, lakini Bwana umetenda. Chukua. Mbona Mungu amekupa? Mbona Mungu amekubariki? Mbona Mungu amekutetea? Mbona Mungu amekupigania? Wakati gani uliinuka ukasema Mungu chukua? Wakati gani uliinuka ukasema Mungu ninakushukuru, ninakurudishia shukurani hizi kwa yale yote Mungu uliyofanya. Mimi sikuwa kitu cha kutumainiwa, sikuwa wa thamani, nilinenwa vibaya, nilisemwa vibaya, nilikuwa sina mbele wala nyuma. Bwana leo umeyatenda haya. Chukua Mungu. Asante Yesu. Tumalizie. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Alitimiza mwanamke huyu nadhiri yake. Hiyo 116 mstari wa 14 kama tulivyosoma, nitaziondoa nadhiri zangu kwa Bwana. Mwanamke alikuwa mwaminifu, alifanya kile ambacho alimwahidi Mungu. Alifanya kile alichomwahidi Mungu. Lakini mwisho
tunamuona mwanaume huyu, mume Elikana, aliheshimu maamuzi ya mke wake. Wakati mwingine wa baba tumekosa kuheshimu maamuzi ya wake zetu. Huyu mwanamke alisema, akasema, Bwana utakaponitendea hili nitafanya hivi. Lakini mwanaume huyu Elikana hakumshinikiza mke wake, hakumshawishi mke. Sasa wewe mtoto mwenyewe huyu mmoja, kwanza umekaa miaka mingi huna mtoto, alafu mimi na mtoto kwa huyu mwanamke tu, wewe sikuwa, hebu huyu mtoto nawe yumkini awe. Hakufanya hivyo. Unaposoma kile kitabu pale ile sura mstari wa kuanzia ule mstari wa 19, wakaondoka asubuhi na mapema. Nianze na mstari wa 20. Ikawa wakati ulipowadia, Hana akachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, akamwita jina lake Samueli, akisema, kwa kuwa nimemwomba kwa Bwana. Mstari wa 21, kisha yule mtu Elikana na watu wote wa nyumbani mwake wakakwea kwenda kumtolea Bwana dhabihu ya mwaka na nadhiri yake. Bali Hana hakukwea, maana alimwambia mumewe, sitakwea mimi hata mtoto wangu atakapofanyaje? Achishwa maziwa, hapo ndipo nitakapomleta ili ahudhurie mbele za Bwana, akae huko daima. Elikana mumewe akamwambia, haya, fanya uonavyo vema. Nimempenda huyu baba. Akamwambia mkewe, haya, fanya uonavyo vema. Maana lilikuwa ni jambo jema. Anapofanya mwanamke jambo jema, mpe kibali. Hili lilikuwa ni jambo jema, kwa sababu hata yeye aliliona jema. Huyu mtu hafanyi kwa mtu huyu baki, anakwenda kumfanyia Mungu. Kafanye mke wangu. Hitimisho, tunamalizia. Soma kitabu cha Mathayo 11 na mstari wa 2, tutakuwa tumemaliza na tunakwenda kuahirisha. Mathayo 11 mstari wa ngapi? Naye Yohana aliposikia huko gerezani matendo yake Kristo. Kweli? Mathayo 11 mstari wa 2. Hao nimekoti vibaya. Sorry. Mathayo 11 mstari wa 12. Samahani. Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa, ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa. Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa. Biblia inasema ufalme wa mbinguni unapatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu ndio watakaouteka. Hana alikuwa na nguvu. Hana alikuwa na nguvu. Alishikilia, akang'ang'ania. Hata walipojaribu kumnyofoa na kutoa na kumsukuma, Hana aling'ang'ania kwa nguvu, akashikilia. Kaishikilia imani yake, akamwamini Mungu aliyemwamini, ya kwamba kwa huyu Mungu ninakwenda kufanikiwa. Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa. Nguvu unaipata wapi? Anakupa mtu, unakwenda kumwomba mtu. Hana aliamua kutoka ndani ya moyo wake. Hana aliamua kutoka ndani ya moyo. Hana aliamua yeye mwenyewe kwamba sasa mimi nasimama. Sasa nimeamua kumtumikia Mungu. Sasa nimeamua kumtumikia Mungu.
Amua mwenyewe, amua mwenyewe. Kama vile mtumishi wa Mungu alivyosema, chagueni hivi leo. Chagua, to select on your own. Unatakiwa uchague wewe mwenyewe, sio akuchagulie. Tumeona watu waliochaguliwa. Kuna watu walichaguliwa wake zao, leo wanalia, kila akimaliza anamwangalia aliyemchagulia, anasema wewe ndio uliyeniponza, wewe ndio. Kuna watu walichaguliwa waume, leo wanalia, anasema nyinyi wakina baba, nyinyi wakina nani ndio mlioniponza, maana mlinichagulia. Lakini mtumishi wa Mungu akasema chagueni hivi leo. You have to say, chagua mwenyewe, chagua mwenyewe, chagua mwenyewe. Akasema chagueni hivi leo mtakayemtumikia. Sio swala la kuchaguliwa, maana baadaye utakuja kulaumu, baadaye utakuja kushutumu. Ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu. Amua mwenyewe. Hata wale majambazi, si wale wezi, si watu gani pale msalabani kwa Yesu, hakuna aliyemsemea mwenzie, kila mtu alisema mwenyewe. Sasa huyu naye si alikuwa anajifanya mwana wa Mungu, kaenda sasa jiokoze na nini? Alisema mwenyewe, hakusemewa na mtu, hakuambiwa na mtu aseme, alisema mwenyewe kwa utashi wake. Lakini hata huyu wa pili naye akasema, wewe unamwambia hivi huyu mtu asiye na hatia, asiye na kosa? Sisi ndio tulistahili adhabu hii, huyu mtu hakustahili. Naye alisema kwa utashi wake. Ndipo Kristo akaja katikati, akasema hakika wewe. Hakusema nyinyi, msikiliza, akasema haki wewe. Damu ya Yesu inatenda kazi. Ilianza kutenda kazi akiwa pale msalabani. Yalipokuwa yanadondoka yale matoni, yalianza kutenda kazi. Kuna watu pale msalabani wakaanza kusamehewa, na akaambiwa hivi leo tamka na we leo, iwe leo kwako kuamua katika njia tunayoiendea. Mungu atubariki. Naomba tusimame. Naomba tusimame. Bwana ametupa. Kila mtu hapa amepewa. Kila mmoja wetu amepewa. Hayuko ambaye anaweza kusema mimi sikupewa. Kila mmoja wetu amepewa. Lakini baada ya kupewa umefanyaje? Umekwenda nchi za mbali? Umekwenda nchi za mbali? Maana wako watu waliopewa, liomba urithi, wakapewa, walipopewa wakaenda nchi za mbali. Wakaenda nchi za mbali. Lakini waliporudi kutoka nchi za mbali, walirudi mikono mitupu. Bwana amekupa kama alivyopewa yule kijana. Lakini aliporudi, my friend, aliporudi kutoka huko alikokwenda na vile alivyopewa, alirudi peke yake. Alijuta. Yumkini alifikiri pengine nisingeondoka na wala kuchukua hivi vitu, maana vilibaki huko. Alirudi mikono mitupu. Mbona na wewe umepewa? Mbona na wewe Bwana amekupa? Mbona na wewe Bwana amekupa? Unataka kurudi mikono mitupu? Wale mnaojenga nyumba,
wale mnaojenga nyumba au mtakaojenga baadaye, msisahau kujenga mahala pa kumwabudia Mungu katika nyumba zenu. Msikumbuke tu kujenga sebule, mahala pa kukaa na pa kulia chakula, ugali na maharage, chakula cha kimwili. Tengenezeni katika nyumba zenu mahala pa kumlilia Mungu. Tumekosa mahala pa kukaa na kumwabudu. Tumekosa mahala pa kukaa wakati mwingine baada ya shughuli zetu, mahala pazuri pa kukaa na kutulia kimya mbele ya uwepo wa Mungu. Mungu anasema saa hizi Mungu yuko kwenye kazi. Anasema, nilikuwa namshuhudia mtu mmoja nikamwambia, hata zile nchi ambazo neno la Mungu limepigwa marufuku ni nchi za imani moja. Yesu ameamua kuhubiri mwenyewe. Ingieni kwenye mitandao mtaona nchi za Irani na Saudi Arabia kwa maelfu sasa hivi. Angalieni picha nyingine, walikuwa wanatoa mpaka yale mavazi wanavaa hijabu, wanayapeperusha, wanatupa, wanakwenda kwa Yesu. Yesu ameamua kuwatokea yeye mwenyewe, kwa sababu wale wanaohubiri wamefungiwa. Nchi hizo zina vitu zinaitwa underground churches. Wanakwenda kwa siri mno, ambaye akikamatwa adhabu yake ni kifo. Wanamtafuta Mungu sasa kuliko wakati mwingine wowote, na Yesu anajidhihirisha kwao. Sisi hatuko huko. Sisi ambayo tuna uhuru wa kumwabudu Mungu kwa uhuru kabisa. Ijumaa hapa walikuwepo sijui watu wangapi wanahesabika. Nasema wamekwenda, watu wao wako wapi? Kweli tumetingwa na kazi, tumetingwa na shughuli za dunia. Lakini ndugu zangu, Yesu akasema, mtakapoyaona hayo changamkeni, mjue ukombozi wenu ukaribu. Ni kweli tumesongwa na maisha, lakini alisema msisumbukie hayo. Kwanza tafuteni ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine mtazidishiwa. Shida ni kwamba tumefika mahala tumekosa kuwa na imani kama ya Hana. Unasema no, nisipokwenda hapana, mvua zenyewe ndio hizi. Muda ibada anambia hapana, Yesu kaa kwanza pembeni, ngoja niende kwanza shambani. Na Yesu anakuangalia, Mungu ngoja kwanza niende shambani. Sasa haya nenda, lakini naisimamisha mvua. Hebu tufike mahala tumjaribu Mungu. Tufike mahala tumjaribu Mungu. Tuseme hili sasa nafanya, hata kama ni katika hili nafanya. Tuwe na subira. Mungu anafanya, lakini wakati mwingine anataka kuangalia una imani gani kwake. Lakini sio kwamba Mungu afanye tena, anafanya kwa viwango vikubwa. Mbona alifanya kwa Hana, lakini wakati mwingine anaangalia huyu mtu ana uvumilivu wa kiasi gani, ana subira ya kiasi gani, ana imani ya kiasi gani kwangu. Mungu anafanya jamani. Hebu tufike mahali tumjaribu. Tunashindwa wakati mwingine kwa sababu tunashindwa kuendana na anachokizungumza, anachosema, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote. Hatujakaa huko, lakini tukija kumtaka kumdai Yesu, tupe Yesu hivi, Yesu hivi, lakini mbona hamkai kwake? Maneno yake hayakai ndani yenu. Hatutaki hayo, lakini tunamtaka yeye atupe. Baba, ninakushukuru. Asante kwa sababu wewe ni mwema na ni mwaminifu. Hutamani katikati yetu hata mmoja apotee. Ndio maana umependa kusema na sisi kila kunapoitwa leo. Baba, ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwaminifu na wa haki. Asante kwa sababu wewe ni Mungu uliye mwaminifu na wa haki. Ulisema utatenda tendo lolote bila kuwafahamisha watumishi wako. Ninakushukuru kwa sababu umesema na sisi. Ulitamani neno hili lisikike mioyoni mwetu asubuhi ya leo, ili kila mmoja akapate kwenda kuamua mwenyewe, kama vile mtumishi wako alivyosema. Akasema, achagueni hivi leo mtakaye mtumikia, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana.
Watu wako wamelisikia neno lao, wape uhuru wa kuweza kufanya maamuzi, maana wewe Mungu sio dikteta. Ndio maana ulitoa nafasi ya kuchagua. Ninakushukuru kwa ajili ya baba huyu aliyesikia. Asante kwa ajili ya mama huyu aliyesikia. Asante kwa ajili ya binti na kijana huyu, maana sote umetusikizisha. Ninakushukuru kwa sababu uaminifu wako ni mkuu mno, tena wa milele. Kupitia jina zuri, jina la thamani la Kristo Yesu, yeye aliye Bwana na Mwokozi, Baba, nimeomba nikishukuru. Amen.